Asiwepo mtu wa kuudharau mwili wako, hata kama alishawahi kupata nafasi ya kuuchezea mwili wako. Nipo hapa kukuthibitishia ya kuwa mwili wako ni wa thamani mbele za Mungu kupitia kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 19. Amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, nanyi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mungu ameuheshimu mwili wako na kuufanya kuwa makao ya Roho Mtakatifu. Tambua chochote kile unachokifanya kikaharibu mwili wako, unaharibu makao ya Roho Mtakatifu. Usiwape watu nafasi kuchezea mwili wako. Usiwape watu nafasi kuharibu mwili wako, na wewe usijipe nafasi ya kuharibu mwili wako kwa mikono yako mwenyewe. Utunze mwili wako, uheshimu mwili wako na upende mwili wako. Asiwepo yoyote, kisiwepo chochote, yasiwepo mazingira yoyote ya kukufanya udharau mwili wako. Asiwepo mtu yoyote wa kuuchezea mwili wako, kwa sababu akicheza na mwili wako anacheza na makao ya Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu aendelee kukaa ndani ya mwili wako, unapaswa kuuheshimu, kuupenda na kuulinda mwili wako. Na Mungu akupe hekima ya kulitenda neno lake.